sana. Kwa hiyo walipofika eneo la maombi, wakagawana, hawa wanaomba hapa na yule anaomba pale, lakini ajenda ni moja. Tunajuaje? Angalia katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 44, Luka 22:44. Biblia inasema, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba. Kwa hiyo huyu ni muombaji wa kwanza, ameenda kuomba akiwa katika hali ya nini? Ya dhiki. Anauhitaji msaada wa Mungu kwenye ile dhiki yake. Amen. Angalia mstari wa 45. Haleluya. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Hebu sema kwa huzuni. Yesu katika kuomba kwake ana dhiki. Wanafunzi katika kuomba kwao wana huzuni. Haleluya. Wote wanafanana. Huzuni ya wanafunzi ni wameelezwa mambo mawili yatakayotokea. Kwanza, mwalimu wao ataingia kwenye mateso. Hilo jambo linawahuzunisha sana. Amen. Lakini pia ameshawaambia kwamba hata wao watakuwa kwenye mateso fulani, watakataliwa, Wayahudi watawatesa. Amen. Na wakijua ya kwamba mwalimu wao sasa aliyekuwa kuwatetea, na wao watakuwa hawana sasa msaidizi, mwalimu wao, tetezi wao atakuwa kwenye mateso. Kwa hiyo kila mmoja atakuwa anateswa kivyake. Kwa hiyo hali hiyo imeyeyusha mioyo ya wanafunzi. Biblia haisemi tu kwamba wamelala au walikutwa wamelala, lakini Biblia inasema walilala kwa huzuni. Huzuni, yaani sio kwamba wana usingizi, sio kwamba wanajisikia kulala, sio kwamba wanapenda kulala, sio kwamba wana shauku na vitanda vyao, sio kwamba baridi inawasumbua, ila huzuni imewafanya washindwe kuomba na walale usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Makundi yote mawili yana shida ya jaribio, yana shida ya mateso, yana shida ya taabu ambayo ingeweza kuwatokea, lakini wanatofautiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 44, Biblia inasema Yesu akiwa katika hali ya dhiki nyingi, dhiki yake ilipozidi sana, Biblia inasema Yesu naye akazidi kuomba. Amen. Dhiki imezidi, kuomba kukazidi. Huyu ni Yesu, na hili ni kundi moja, lakini kundi la pili liko tofauti na kundi la Yesu. Biblia inasema mstari wa 45, huzuni yao labda bila shaka ilizidi na wao. Amen. Maumivu yalipozidi, hofu ilipozidi, mashaka yalipozidi, hali ilipozidi kwa ngumu, hali ilipozidi kwa mbaya, wakati Yesu alizidi kuomba, hawa wakazidi kuacha maombi na wakalala usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi umeshaelewa kama sasa? Najaribu kukupa mazingira ya pale kwenye bustani ya Edeni. Makundi haya mawili yaliyokuwa yakifanana kwa majaribio ya mioyo yao na nafsi zao na maisha yao, na wote wameenda kwenye vyumba vya maombi, na wote wako kwenye mlima wa maombi, lakini wametofautiana namna ya kukabiliana na ile dhiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sasa unajua dhiki ni kitu gani?
Nilipokuwa nasoma Biblia na hasa katika lugha ya Kiingereza, niliona wametumia neno agony kwa lugha ya Kiingereza, ambalo mzizi wake ni neno la Kigiriki agonia. Bwana Yesu asifiwe sana. Agonia. Agonia ni mapambano, wametafsiri kama mapambano makali yanayoweza kuamua kifo au uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa na mapambano mengi kwenye maisha yako, labda ya mpira, labda ya kucheza karata au kusukuma bao. Mapambano yanaweza kuwa mengi, labda ya kukimbia mbio riadha, ambayo mwisho wake utapewa tuzo, labda ni pesa. Haleluya. Lakini sio agonia. Sio agonia. Agonia kwa tafsiri tu nyepesi ya neno letu la Kiswahili, dhiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhiki ya namna hii ni ile ya kupambania uhai. Yaani kama ni lugha za Kiswahili tulizo nazo, tumesema ama zako ama zangu, ni kufa au kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni pale unaposema natumia uwezo wangu wote. Kama ni uwezo wa namna ya uwezo unavyoweza kuuachilia kwa ajili ya mapambano, na kama ni maumivu makali, basi ni yale maumivu ya hali ya juu, hali ya mwisho. Yaani baada ya hapo hakuna maumivu mengine kama hayo tena. Mimi sijui kama umeyapitia hayo. Inawezekana mimi na wewe tuyapitia hayo maumivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja anasimulia, anasema ni kama kupasuka kwa kifundo cha mguu. Kifundo unajua ukikigonga kidogo tu hivi unasikia kama maumivu yake. Hiki kifundo gonga tu kanyundo fulani kaingia, utaona hata mazingira fulani kabadilika usoni kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo kimegongwa tu. Yaani hapo hakija pasuka. Sasa sijui pasuka kwake maumivu yake yakoje. Hapo ndipo utaona baba mtu mzima analia kama ndama. Yaani hata ukimwambia pole, si nyamaza, nitakununulia pipi, hawezi kukuelewa. Ni maumivu yaliyofika mahali kiasi kwamba hakuna tena maumivu kama haya. Sasa tunajuaje maumivu haya? Biblia inasema Yesu alipokuwa akiomba hivyo, hali yake ikawa kama matone ya damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani jasho ya damu inayotoka ndani yake ikianguka katika nchi. Unaweza kuona hayo mapambano yalikuwa ni makubwa kiasi gani, yalikuwa ni makali kiasi gani, yalikuwa ni mazito kiasi gani. Na hiyo hali ndiyo huenda iliwapitia pia wanafunzi wao, kwa hali ilivyozidi kuwa ngumu. Haleluya. Bakala. Hata kutamka, oh Yesu, oh Bwana, nitazame niko hapa, haiwezekani. Hata sauti wewe Yesu, hata namna ya kunyanyua mdomo wako utamke Baba, haiwezekani. Bakala usiwezi. Wakati ule Yesu Kristo, Biblia inasema akazidi, akaongeza, akafuliza, hakunyamaza, akaendelea, hakukoma, hakuacha, akaendelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo ninataka kusema nini? Dhiki yako isikuondoe mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unataka kunielewa juu ya jambo hili. Jaribu kuwatazama kwanza wanafunzi wa Yesu, vile ambavyo kweli walikuwa kwenye dhiki kubwa, walikuwa kwenye mashutumu mengi, walikuwa kweli katika nyakati ambazo labda hawajawahi kuzifurahia kabisa. Na watu wakumbuke, kuna wakati waliweza kuhesabu hata gharama ya muda waliotumia wakiwa na Yesu. Waliwahi kumuuliza Yesu, tumeacha vyote tukakufuata, si ndio? Tutapata nini? Faida gani tutapata? Manufaa gani? Ni kama wameona kwamba sasa ni hasara.
hatuna tunachoweza kuvuna. Tumeacha ndugu, tumeacha mashamba, tumeacha biashara, tumeacha mipango mbalimbali ambayo ingeweza kuwa ya faida kwenye maisha yetu, kama ambavyo tunawaona wanafunzi, kama ambavyo tunawaona rafiki zetu tuliosoma nao wanapiga hela, labda wanafanikiwa, wanajenga, labda wananunua magari, lakini sisi tunakufuata hapa, tutapata nini? Halafu mwishoni wanamshikia Yesu akiwaada akiwaambia, miongoni naondoka zangu. Bwana Yesu sana. Na siondoki tu kwa namna kama vile tunaagana hapa bye, tunakula na wali na sherehe. Wanaagana kwa torment, kwa mateso, kwa agonia, wanaagana kwa dhiki, wanaagana kwa damu, wanaagana kwa misumari, wanaagana kwa kupigwa, wanaagana kwa kuvuja damu. Hii sio hali ya kawaida. Mazingira hayo yaliwatesa wanafunzi, mazingira hayo yaliwaumiza, na Yesu alikuwa ameshawaambia hivyo kwamba yatawatokea. Halafu ananiambia niombe. Halafu Yesu anawaambia fanyaje? Muombe. Halafu si tu kwamba hali hiyo inatokea, lakini bado Yesu anaongezea, anasema ombeni msije mkaingia majaribu. Maana majaribu yako mbele.